Mamilioni ya waombolezaji waliovalia mavazi meusi wamefurika katika mji mkuu wa Iran, Tehran, leo Jumatatu kushiriki maandamano makubwa ya kuaga mwili wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, katika tukio lililogeuka kwa moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika miaka hivi karibuni. Jeneza la Khamenei lililofunikwa kwa bendera za Iran pamoja na majeneza ya baadhi ya wanafamilia wake waliouawa katika shambulio la anga la Februari 28 mwaka 2026 mwanzoni mwa vita kati ya Iran dhidi ya Israel na Marekani lilibebwa juu ya lori lililopambwa kwa mapambo yanayofanana na uzio wa kaburi la Imam, huku likisindikizwa na maelfu ya walinzi wa usalama na viongozi wa kidini. Picha za moja kwa moja kutoka televisheni ya taifa ya Iran zinaonyesha umati mkubwa wa watu ukienea kutoka uwanja wa Azad hadi barabara kuu za jiji hilo kwa umbali wa kilomita nyingi. Waombolezaji walijaza barabara, madaraja na maeneo ya pembeni, huku wakipeperusha bendera za Iran, kushika picha za Khamenei na kubeba mabango yenye ujumbe wa kulaani Israel na Marekani. Katika maandamano hayo, umati mkubwa ulisikika ukipaza sauti kali za kupinga Marekani na Israel pamoja na kutaka kulipizwa kisasi kwa kifo cha Khamenei. Baadhi yao walikuwa wakipaza sauti zao wakisema kifo kwa Marekani na kifo kwa Israel, huku wengine wakitoa vitisho dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wakidai viongozi hao wawajibishwe kwa kile walichokiita mauaji ya kiongozi huyo. Katika sehemu moja msafara huo ilionekana sanamu inayomwonyesha rais wa Marekani Donald Trump ikiwa imening'inizwa kwa kamba, ishara iliyotafsiriwa na wengi kama ujumbe wa hasira na kisasi kutoka kwa baadhi ya waombolezaji. Waombolezaji wengi walikuwa wakijaribu kuligusa roli lililokuwa limebeba majeneza hayo, wakiamini kufanya hivyo ni baraka. Wengine walirusha mitandio, skafu na vitambaa mbalimbali kuelekea kwa wahudumu waliokuwa karibu na jeneza ili viguswe kwenye jeneza kisha virejeshwe kwao, jambo ambalo ni desturi inayofanywa na baadhi ya Wairan wakati wa mazishi ya viongozi wa kidini. Kutokana na joto kali na msongamano mkubwa wa watu, magari ya zimamoto yalikuwa yakinyunyiza maji hewani ili kupunguza joto kwa waombolezaji, huku mamlaka zikitumia vipaza sauti kuwaonya wananchi kutotembea kwa haraka, kuepuka kusukumana na kubaki pembezoni mwa barabara ili kuzuia ajali. Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Fatma Hassan alisema siku hii ilikuwa ya majonzi makubwa kwa taifa la Iran, akisema hakufika kwa ajili ya kumwaga tu kiongozi wao, bali pia kuonyesha dhamira ya kulipiza kisasi dhidi ya waliodai kuhusika na kifo chake. Mamlaka za Iran zimehimiza wananchi kujitokeza kwa wingi katika shughuli kama ishara ya umoja wa taifa na uthabiti wa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, wakati nchi hiyo ikiendelea na mazungumzo na Marekani kuhusu makubaliano ya kudumu ya kumaliza vita vilivyosababisha kifo cha Ayatollah Ali Khamenei mwenye umri wa miaka 86 aliyetawala taifa hilo kwa miongo kadhaa. Ingawa serikali haikutangaza idadi rasmi ya waliohudhuria, vyombo vya habari vya Iran vilieleza kuwa mamilioni ya watu walijitokeza, huku wachambuzi wakisema idadi hiyo inaweza kuwa kubwa kuliko ile ya mazishi aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds General Qasem Soleimani mwaka 2020 ambayo yalihudhuriwa na zaidi ya watu milioni 1. Safari ya mwisho ya Ayatollah Ali Khamenei imeendelea kuvuta hisia duniani kote, ukionyesha ukubwa wa ushawishi wake ndani ya Iran na mvutano unaoendelea kati ya Tehran, Washington na Tel Aviv, wakati viongozi wa Iran wakisema kwa taifa hilo litaendelea kusimama imara licha ya changamoto za kisiasa na kijeshi zinazolikabili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.